why firstborns are under attack. Na utaona nimekuorodheshea hapo faida au mambo muhimu ambayo wazaliwa wa kwanza wanafaa wawe nayo. Mimi ninazita roho. Siko around 15 ambazo inapasa kama mzaliwa wa kwanza uwe nayo. Kwa hivyo kama mahali popote wewe ni mzaliwa wa kwanza, unayenifuatilia, unayenitazama, unayenipokea, aidha kwa kuzaliwa au kuwa mwanzilishi wa kitu chochote. Jana nilikwambia mzaliwa wa kwanza si kwamba amezaliwa tu. Waweza kuwa mzaliwa wa kwanza kwa sababu wewe kwenu ndio ulianzisha biashara, ni mzaliwa wa kwanza. Na hivyo hivyo kama mzaliwa wa kwanza kwa sababu kwenu wewe ndio ulianzisha wokovu, ninakuita mzaliwa wa kwanza. Wengine walianzisha kwa ajiliwa, wengine wameanza mambo ambayo waliowatangulia hawakuyaanza. Wao ni first born. Na watu kama hao wana vita vingi sana. Ndio maana nikakuelezea maana ya uzaliwa wa kwanza na zile roho ambazo zinapasa ziwe juu yako. Maana Mungu alijua mzaliwa wa kwanza atakueje na atapitia yapi na anahitaji msaada gani. Ndio maana nimefanya utafiti nikakutafutia zile roho ambazo zinafaa uzidai kwa njia ya maombi zije kwako. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na leo ikiwa ni siku yetu ya pili au ya tatu, na tunaenda kumaliza kesho climax kwa njia ya anointing service, ninapenda leo tena tuende kusoma katika kitabu hichi kwa haraka. Leo tunasoma kutoka kitabu cha Mwanzo, Genesis. Jumbe wetu wa leo natoka Genesis 21 kuanzia hapo 8. Tutasoma mpaka tufike pale 18. Genesis 21 mlango wa kuanzia 8 hadi 18. Msomaji tutasoma hadi 21. Thank you. Mtoto akakuwa akaachishwa kunyonya. Ibrahimu akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamwona yule mwana wa Ajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahimu, akafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahimu, mfukuze mjakazi huyu na mwanawe, maana mwana wa mjakazi hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Na neno hilo lilikuwa mbaya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe mbaya machoni pako kwa ajili ya huyu mwana na huyu mjakazi wako. Kila hakuambialo Sara, sikiza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa, naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa, maana huyu naye ni uzao wako. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Berisheba. Na yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale.
maana alisema, nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkono wako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. Haleluya. Inua mkono wako mmoja hivi. Tangaza, sema, sitakubali kwa mtumwa. Sitakubali kwa mtumwa. Sema tena kwa sauti, sitakubali kwa mtumwa. Na mara ya pili tangaza tena, sema, sitakubali kwa daraja. Mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, na mara ya tano, mara ya sita, mara ya saba. Maandiko inasema hivi, Abrahamu nimemfuatilia nikamwona kwamba alioa wake watatu. Wa kwanza anaitwa Ketura, wa pili ndio huyo Sara, wa tatu ni yule aliyekuwa mkijakazi yake, lakini kwa sababu alizaa naye tunamwita ni mke wake. Maandiko yanasema Abrahamu alikuwa na Sara mke wake, na alikaa naye kwa muda wa miaka mingi pasipo kupata mtoto. Naye Mungu alipomjia akiwa na muda wa miaka 75, ndipo alipomwahidi kwamba atapata mtoto wa ahadi kupitia Sara huyo. Biblia linasema wakaishi wakingojea, wakasubiri mtoto kwa miaka hiyo yote. Ikafika masaa, Abrahamu akaanza kuwa na wasiwasi. Ninamwona namwambia Sara, mali zimeongezeka sana, lakini je, ni nani anayeenda kuzirithi? Anamwambia mke wake Sara, mifugo imeongezeka, utajiri wa ngamia, utajiri wa mbuzi, utajiri wa dhahabu upo, lakini hakuna mtoto katika hiyo nyumba ambaye anaweza akarithi wanapoondoka. Maandiko yanasema alipokuwa akiongea na Sara, yule Sara alichukua muda, na baadaye akaja Sara, akaja kwa Abrahamu akamjibu, akamwambia, bwana wangu, ninajua ile ambalo unapitia depression na unapitia hali ngumu sana, maana unawaza ni nani atakayeenda kubeba hili boma, ni nani atakayeendelesha uzao wako baada ya wewe unaondoka. Maana Abrahamu alikuwa amekuwa mtu mzima, naye Sara alikuwa amezeeka. Maandiko yanasema huyu Sara akamshauri Abrahamu, akamwambia, ninakupa ushauri kama mke wako, aingia ndani ya huyu msichana mdogo ambaye anaitwa Hajiri. Huyu ni mjakazi wetu, lakini nitaongea naye kwa niaba yako, ili kwamba uingie kwake, na kuingia kwake ni kupata mtoto ambaye tutakuwa tuna hakika ya kwamba mali zetu zitakuwa salama. Sema, ninakataa kwa daraja. Tangaza tena, nakataa kwa daraja. Tangaza mara ya tatu, nakataa kwa daraja. Nakataa kwa mlango watu watapitia. Sema, nakataa kwa mlango. Wazaliwa wa kwanza nimewaangalia sana, wanatumika kama milango. Wengine wanapita waende kule ambako maono yao ipo, lakini wao wamesimama, wamekuwa kama mageti. Geti unajua huwa haiondokaji, watu wanaingia wakitoka, lakini geti imesimama. Mzaliwa wa kwanza anatumika kama daraja, watu wanavuka wakienda mahali ambapo wanataka kuenda, lakini hiyo daraja linakaa pale. Nimetuma nikwambie kama mzaliwa wa kwanza, edo uko hapa ndani au uko kule nje, unanifuatilia na kunitazama, inua mkono, sema, ninakataa kutumika kama daraja.
Inua mkono tena, pinga mkono, sema nakataa kutumika kama daraja. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mama anaitwa Sara akaja, alikuwa na hofu, akamjia Abrahamu akamwambia, mume wangu nina wazo juu yako. Naona Abrahamu anamuuliza, wazo juu yangu kivipi? Akamwambia, nimeongea na wewe msichana mdogo anayetusaidia kazi, ya kwamba yeye aingie kwako, Abrahamu alale na yeye mshakaji ili apate mtoto. Lengo la kupata mtoto ni kwamba mali za Abrahamu siwe salama, lakini lengo halikuwa Sara hamwambii mama, hamwambii mjakazi alale na bwanake ili kwamba olewe. Sikia hapa, anamwambia alale naye ili kwamba azalie mtoto atakaye rithi zile mali, atakaye ziangalia. Hata lengo si kurithi mali, ni kwamba ziangaliwe. Inamisha mkono wako, sema ninakataa kuwa mwangalizi. Sema nakataa kuwa mwangalizi. Wakati wengine wanarithi, huyu mjakazi hata anafaa alale na yule mbaba ili kwamba tu apate mtoto, awe mwangalizi wa mali. Maandiko yanasema ya kwamba yule msichana alipoambiwa habari zile akafurahia sana, akijua ya kwamba anafanywa kama mmoja wa familia, kumbe ilikuwa ni njama. Maandiko yanasema baada ya Abrahamu kulala na mjakazi huyo, Hajiri akapachika ujauzito. Alipopata ujauzito akajaliwa na Mungu akazaa. Maandiko yanasema mtoto akaanza kukua. Aelewa ya kwamba Sara hajazaa, lakini masaa ikafika naye Mungu akafungua tumbo ya Sara. Lakini aliyekuja wa kwanza katika nyumba ya Abrahamu aliitwa Ishmailia. Maandiko yanasema mtoto anakuwa na Sara naye akazaa Isaka. Isaka akakua, watoto hawa wawili wakaanza kuwa pamoja. Biblia linasema ya kwamba siku moja akawa huyu Sara ameandaa sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto wake. Alipokuja akakuta Isaka na Ishmailia wanacheza pamoja, lakini kwa sababu Ishmailia alikuwa amempita Isaka kwa umri, akaona wanadhihakiana. Mama kakasirika. Alipokasirika, maandiko yanasema ya kwamba akazimia kumfukuza Ishmailia pale kwa boma. Akafukuza, akamendea mama yake, akamwambia, wewe mama, nilikupa tu lifti ya mzee wangu, wewe si wa kukaa hapa. Nilikupa tu lifti usae naye ili kwamba nipate moto wa kuangalia mali zangu, lakini angalia, Mungu amenikumbuka na sasa nimepata mtoto wangu mwenyewe, hivyo ustahili kuwa hapa. Ninaona hapa kuna njama imepangwa. Lakini yule mama alipoanza kulia, anamuuliza Sara, inakueje mama, na wewe ndio ulinifuata kwa heshima ukanambia ya kwamba nikalale na banako, ulikuwa umemandaha na nikapata mtoto kama ulivyopenda, badala ya wewe kufurahikia, lakini leo unanifukusha. Maandiko yanasema, ninaona kama Hajiri alienda kwa Abrahamu akamwambia ya kwamba mke wako Sara ananifukusha. Maamle mzee akakasirika, akawa anakuja kupinga, yani asifukuzwe Hajiri na Ishmailia. Lakini Mungu akamtokeshea huyo Abrahamu akamwambia yale maneno ambayo mke wako Sara anakuambia juu ya Hajiri na Ishmailia, yafanye haraka, hakuna kupinga. Maandiko nasema ya kwamba huyo Sara akamuka akaanza kumfukuza Hajiri na yule Ishmailia. Abrahamu naye japo amehuzunika akaamua kumfukuza. Biblia inasema asubuhi na mapema akamuka Abrahamu, akachukua kiriba cha maji, akakijaza maji, akachukua kipande cha mkate, akawapea mtu na mtoto wake, akawaambia, hapa ni kuondoka, hapa hamutakaa kwa hii boma. Yani angalia, mama alitumika kama bridge, ametumika kama mlango, watu wamepitia. Havyo ndivyo vilivyo katika ulimwengu wa roho na hata ulimwengu wa kuonekana. Wale watu ambao wanawatangulia mnaenda kuwadharau. Mimi nanyosha mkono jioni ya leo kwa niaba ya wazaliwa wa kwanza wote, mahali popote unaponipokea, mahali popote ambapo unanipokea, mahali popote unanitazama, ninakusalimia. Mzaliwa wa kwanza nakwambia, don't worry, nimeitwa hapa
kwa sababu hii ninayafanya haya maneno, hii dharau ya wazaliwa ya kwanza lazima itaondoka. Lazima tena madharau ya wazaliwa ya kwanza itaondoka. Wamedharauliwa vya kutosha, wazaliwa wa kwanza wametumiwa vya kutosha, wametumiwa kama mabriji. Wadogo wanavuka, wadogo wanavuka, wale wakubwa wanabaki hali moja, yani hawainuki, yani hawaendelee. Hata anapopata kazi nzuri, wakati anataka kujiendelesha, anaelewa kwamba nyuma kuna ndugu zake, nyuma kuna babake na mamake. Yeye hugawa nguvu zake aone kwamba ndugu zake wanainuka, lakini wakati ndugu hawa wanapoinuka hawamwangalii na hawamjui. Inua mkono wako hivi, sema nakataa kwa daraja, sema nakataa kwa daraja, sema nakataa, sema nakataa, sema ninakataa. Ninaona mama hapa anaitwa Sara, anamtumia Hajiri vibaya kuvukisha, kumondolea jina la aibu, anamtumia kumondolea aibu. Lakini majira yanafika ya kwamba Hajiri anataka haki yake, anadharauliwa na anaondolewa kinyama kwa boma. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, kila mzaliwa wa kwanza mahali papatalipo, haki yake rudi haraka, haki yake rudi haraka, haki yake rudi haraka. Ninasimama kwa anga ya wazaliwa wa kwanza, watu walionyanyaswa, watu waliotumiwa vibaya, watu ambao wamekuwa na madharauliwa. Ninanena kwa anga ya mamlaka ya kwamba kila neema inayofaa kumondokea, kumwangukia mzaliwa wa kwanza ianguke leo, ianguke leo, ianguke leo, ianguke leo, ianguke leo. Nasema tena ianguke kwake jioni ya leo, ianguke kwake. Wale walio wazaliwa wa kwanza, mikono juu, hiyo neema ya Mungu ianguke kwako haraka haraka kwa jina la Yesu. Maandiko nasema ya kwamba huyu mama hana haya, anaitwa Sara hana haya, mzee Abrahamu hana haya, anapokuza mtoto wa kwanza alimondolea aibu. Biblia linasema Hajiri akakubali japo analia, na yule Ishmaeli akakubali japo analia. Wakaondoka, wakatupa, wakaendelea na kwenda safari, wakaenda kwa jangwa, hawajui wanaelekea wapi. Angalia mzaliwa wa kwanza, jamani, anatupa. Mzaliwa wa kwanza hana mahali kwa kuegemea. Halafu hiyo boma, aliachwa kwa boma, ni mzaliwa wa pili, lakini anaitwa wa ahadi. Yani inamaanisha Ishmaeli hakuwa katika mipango. Oh my Lord, leo ninaongea, ninajua ya kwamba wazaliwa wengi wa kwanza wanapatikana kibahati ya bahati. Hata wengine utasikia baba akimwambia mama ya kwamba sikuwa nimepanga nipate huyo mtoto, tulimpata kwa sababu tumepata mimba, wacha tulee. Lakini wengi huwa wanajaribiwa kutolewa. Don't worry, mzaliwa wa kwanza, leo ninakubariki. Hata kama kuna mtu alikulani na unajua kuna mamako alijaribu hata kunywa dawa ili akutoe wewe, lakini kwa sababu na haki zako kama mzaliwa wa kwanza hukutoka, wewe utakuwa star, wewe utakuwa star. Kama ulikataa mauti, hautakufa mdogo. Natangaza hautakufa mdogo. Wazaliwa wengi wa kwanza wametesheka, wanaenda kwa majamaa, wanamwambia ni kweli nina uboi. Unasikia jamaa anasema I'm not prepared na hiyo mimba, sasa nifanyeje? Hati mutoe. Mtoto analiliwa dawa, anakataa kutoka, na baadaye anakuja anazaliwa kama first born, lakini ana roho ya mauti tayari. Ninaondoa mkono pango juu, nitangaze kabisa, wewe uliyetamani kula dawa, na wewe uliyekula dawa ile mtoto akufe na hakufa, ninambariki hivyo hivyo huyo mtoto, na atakuwa mkubwa na atakushangaza wewe. Haleluya! Wazaliwa wengi wa kwanza, munishikishe, wanapita mambo magumu kwa sababu mzee au kijana anatembea na msichana, hajajipanga. Ghafla msichana anamwambia ni mjamzito, kijana anamwambia tutoe. Wanang'ang'ana, mtoto anakataa kutoka, na huyo mtoto anakuja anazaliwa, anakuwa first born, lakini tayari ana roho ya kifo. Maana babake na mamake walipangana, walipatana waitoe mimba. Ni mimba ilikataa kutoka, lakini mahesabu ya baba na mama walimalizana na mtoto.
Unatarajia mtoto kama huyo aje awe wa msaada mahali? Atakuwa tu wa msaada kama ibada kama hii itafanya. Lakini ibada kama hii kikosekana, hawezi akawa msaada. Maana walipatana ya kwamba wamuue. They were not prepared to receive such like a child. In the spiritual world walimaliza. Na sasa ninapata mama anaitwa Sara anamwambia Abrahamu, huyo mtoto hakuwa katika mipango yetu. Lengo la kukwambia ulale na huyu mjakazi ni kwamba upate mtu atakaye rithi, lakini si mwana wa kukaa. Mtu atakaye angalia mali, lakini si mtu atakaye rithi mali yetu. Kuna tofauti ya mwangalizi na mrithi. Mwangalizi ni caretaker. Na hiyo ndio ilikuwa lengo la Sara kwa Abrahamu. Alipomsikia Abrahamu akilalamika, akimwambia Mungu, sasa ninaondoka, nimekuwa mzee, ninaenda, huenda nikaondoka anytime, mali zangu ni nani atakaye zangalia? Ndio mama akakuja anamwambia, sasa ajiri, ninakuomba, umetutumikia, lakini naomba ulale sasa na bwana yangu ili tupate mtoto. Lakini lengo la kupata mtoto na ajiri si kwamba apate mrithi. Haleluya. Ni kwamba apate mwangalizi wa mali. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Lakini baada ya hapo maandiko yanasema kwamba mwana wa ahadi aliyekuwa na ahadi zote za kuja kuwa mrithi wa familia ndio anazaliwa nyuma. Kwa hivyo katika familia ya Abrahamu mzaliwa wa kwanza ni Ishmailia. Haleluya. Na kuna watoto wengine wa Keturi ambao hawajahesabiwa mahali, na hata walikuja mbele kuliko huyu Isaka. Kumbuka alikuwa na wake watatu. Wanajua tu Sara. Haleluya. Haleluya. Maandiko nasema alipozaliwa watoto wote wakakuwa pamoja, wa mjakazi na wa mama molewa. Siku moja wakapatikana wakicheza, wakidhihakiana. Sasa Ishmaeli ni mkubwa kumuliko Isaka, akamdhihaki. Mama akakasirika na akamwambia banake, mambo haya hayataendelea nikiwa. Ninakuomba haraka sana ufukuze huyo mjakazi na mtoto wake. Abrahamu akasema haiwezekani, huyu ni mtoto wangu. Ukisoma anasema ni mtoto wangu. Lakini alipokuwa anaendelea kukataa, Mungu akaja kwa Abrahamu siku akamwambia Abrahamu, fanya kile ambacho Sara mke wako amekwambia, fukuza. Haleluya. Tayari ametumiwa mama kama daraja, tayari ametumiwa mama kama lango. Ameondoa jina baya kwa familia, lakini anatupa pale nje. Hivyo ndivyo wazaliwa wa kwanza walivyo. Lakini kwa ibada hii Mungu ataturehemu. Nasema Mungu ataturehemu. Nimefuatana na maandiko, nikafika masaa na mahali, wakaenda jangwani, hakuna mtu, ameachiwa Mungu peke yake. Maandiko nasema ya kwamba kile kiriba cha maji walifika mahali kikaisha, amebaki mtu na mtoto wake jangwani. Boma limeachiwa Isaka na mama yake, mali zote zimeachwa kwa Isaka na mama yake. Kijana ameenda na maji, kijana ameenda na kipande cha mkate. Nasema Mungu akukumbuke mzaliwa wa kwanza. Nasema tena mara ya pili, Mungu akukumbuke mzaliwa wa kwanza. Mahali popote ulipo mzaliwa wa kwanza kwa chochote, edha ulianzisha chochote kwenu kama manzilishi, ninaomba neema za Mwenyezi Mungu zikuangukie. Ninamwona maandiko nasema akaanza kulia jangwani, maji yameisha, akaanza kulia Hajiri,
analilia mtoto wake, atakula nini mwanangu, atakunywa nini mwanangu? Ni jangwani, hakuna mtu. Ametoka katika familia iliyo na vitu vingi, familia iliyo na baraka, ameacha baba aliye na baraka, na leo anahangaika jangwani kana kwamba hana wazazi. Abrahamu ameachwa, mtoto wake anahangaika jangwani. Mama akaanza kulia, ikafika masaa akasema moyoni mwake, Hajiri, siko tayari kuangalia mtoto wangu akifa nikiona. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mama akamfisha mtoto wake, akaenda mahali umbali wa kutupa mshale. Unajua mshale ukitupa hapa unaweza ukapita hiyo goli. Sasa mama akasema, siko tayari kuona mtoto wangu akikufa, hana chakula na hana maji, na ni nyikani, hakuna mtu. Akamweka mahali na akasema, wacha niende umbali wa kutupa mshale nisimwone mtoto wangu akikufa. Wazazi, Mungu awatie nguvu. Wazazi, Mungu awatie Mungu. Akaenda akajificha, lakini jicho lake, maandiko yanasema, anaangalia mtoto wake mahali yuko. Mtoto analia, mama naye analia, mtoto analia, mtoto analia, mama analia. Maandiko yanasema kilio cha Hajiri na Ishmaeli kikamfikia Jehova. Haleluya. Vilio vya firstborn sitafikia Mungu. Kilio cha mzaliwa wa kwanza, alianzisha imani, alianzisha biashara kwenu, aliyezaliwa by birth, alianzisha imani ya wokovu, itamfikia Bwana Yesu. Na Yesu akifikiriwa, hakuna vile ambavyo hata kusaidia, lazima atakuja. Haleluya. Maandiko yanasema mama akaangalia mtoto wake asikufe, analia na mtoto analia. Maandiko yanasema kilio kikafikia Mungu. Mungu aliposikia kilio akamjibu Hajiri pale, akamwambia, usilie, maana huyu naye nitamfanya kuwa taifa kubwa. Huyu aliyetupwa, wanadamu wana msemo mmoja, wanasema asiye na wake ana Mungu. Ni kweli. Jangwani Mungu anajibu Hajiri. Jangwani Mungu anajibu Ishmaeli. Baada ya maji yamekatika, baada ya chakula yamekatika, anamwambia mama, niliona yote uliyopitia, manyanyaso yote, ulitumika vibaya na ukatupa, lakini japo mwanadamu amekutupa, mimi Mungu siwezi kukutupa. Huyu mwanao aliyefungua mlango wa Abrahamu, akamwondolea Abrahamu aibu ya kutozaa, hata yeye naye nitamrehemu na nitamfanya taifa kubwa. Haleluya, haleluya. Yani nimeangalia wazaliwa wa kwanza wana neema kipekee yao. Ni kama kijiti cha mhogo. Wewe kata mhogo, chukua mhogo, kula, uchukue hiyo kijiti utupe mahali popote, tutamea na kesho utakuja kula mhogo tena. Haleluya, haleluya. Inua mkono wako, tangaza mara 3, sema nitamea hata jangwani. Kama mzaliwa wa kwanza, nitamea hata jangwani. Kama mzaliwa wa kwanza, nitamea hata jangwani. Kama mzaliwa wa kwanza, nitamea katikati ya magumu. Nitaendelea katikati ya magumu. Nitanawiri katikati ya magumu. Nitapanuka katikati ya magumu. Nitainuka katikati ya magumu. Sema nitanawiri, sema nitainuka kwa jina la Yesu. Hajiri, mbingu inamfariji, analia, hana msaada. Aliyempenda, aliyemwahidi amemwacha. Mungu akamwambia, mwanao nitamfanya awe taifa kubwa. Basi maandiko yanasema Mungu akamfungua macho Hajiri, ni kama alikuwa haoni, katikati ya jangwa amejificha. Akamfungua macho. Alipomfungua macho, akaona kisima jangwani kimetoboka, kinamwaga maji. Kuna neema Bwana, kuna neema ya wazaliwa wa kwanza. Hata mulani
bado halaniki. Mimi nasikia leo niungane na firstborn wote mahali walipo, mikono iende juu. Semeni neno hili, we are unstoppable. We are unstoppable. We are unstoppable. Au maliza kivyako, sema I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Hili neno endelea mpaka lijae kwa anga yako. I am unstoppable. Wewe endelea mpaka lijae kwa anga yako. Endelea mpaka lijae kwa anga. Wewe endelea lijae kwa anga. Hiyo anga yako inafaita wale na maneno ya kinywa chako. Endelea, endelea. Endelea wewe kukiri ya kwamba wewe hautazuilika. Endelea kukiri ya kwamba you are unstoppable. Maana kuna maroho yanataka kukuzuia, lakini sikia, mbegu ya Mungu haikufi. Natangaza tena, mbegu ya Mungu haitakufa. Natangaza mbegu ya Mungu haitakufa. Walijaribu kumuua Yesu kama mzaliwa wa kwanza, lakini hawakuweza. Nasi wazaliwa wa kwanza hatuwezekani. Walijaribu kumaliza Mwokozi aliyekuja kama Alfa, lakini hawakuweza. Nami ninatangaza juu ya anga ya wazaliwa wa kwanza wote wanaonitazama na kunifuatilia ya kwamba maisha yako yatainuka no matter what. Maisha yako yataenda juu no matter what. Maisha yako yatapanuka no matter what. Ninasikia nikutabirie, nikuletee hiyo roho ya Mwenyezi Mungu alionayo juu yako. Maana ni kama umesahau wewe unapitia mambo na unalialia. Achana kulialia festival. Achana kulialia festival. Nasema acha kulialia festival. Kuna neema ya Bwana. Kuna neema ya Mwokozi. Kuna neema ya Jehova. Kuna neema ya Jehova. Kuna roho ya Jehova. Kuna uwezo wa Jehova. Kuna nguvu za Jehova. Kuna roho ya Jehova itashuka juu ya maisha yako, na wewe hautakuwa wa kawaida tena. Katikati ya jangwa utamuka. Sema I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Tajiri ninamwona sasa ni kama anapata nguvu, akafunguliwa macho. Baada ya kufunguliwa macho, ninaona Hajiri ameona kisima. Kisima kinatoa maji jangwani. My Father, my God, ninaomba niongee na wazaliwa wa kwanza ambao mikono yao inaenda juu. Yani Mungu anaenda kutoboa maji, anaenda kufungulia milango, anaenda kufungulia njia. Nasema wazaliwa wa kwanza, kuna milango ambayo wengine hawajapata, nyinyi mtapata. Kuna njia ambazo wengine hawajazipitia, nyinyi mtapitia. Kuna opportunities ambazo ni Mungu peke yake anafanya kwa mtu wa kwanza, na huyo mzaliwa wa kwanza ni wewe. Yani kuna aina nyingine za vitu vizuri ambazo watu wengine hawawezi kuziaccess ila tu wazaliwa wa kwanza. Na ninasikia nikutangazie ya kwamba unabeba neema ambayo si ya kawaida. Wewe mzaliwa wa kwanza, mbeba mkono wako kwa juu. Nasikia nikutangazia kwamba unabeba neema ambayo wengine hawana, hata wakifukuzana nayo hawataweza kuipata. Nasikia nitangaze mara ya pili, you are carrying the special grace as the firstborn. You are carrying the special grace as the firstborn. Mbona nasikia naongea na watu wawili ya kwamba ile neema iko juu yako. Yani Mungu akufungue macho kama vile Hajiri alikuwa haoni. Kuna kitu hujakiona, kuna kitu hujakiona. Vile Mungu anakupenda, vile Mungu anakutetea, vile Mungu anakupigania, vile Mungu amekuandalia mbele. Wachana na hii mambo unapitia sasa. Achana na hii mambo unapitia leo. Achana na mambo unapitia leo. Achana na mambo unapitia leo. Kama mzaliwa wa kwanza, hata kama unaona umepoteza, hata kama unaona unapoteza, nimetuma nikwambie bado hujapoteza. Uko katika mahesabu ya Mungu, uko katika mipango ya Mungu, uko katika mipango ya Mungu. Watu wengine walikuwa wanakutumia kuondoa aibu zao. Wewe si kivutio, wewe si kivutio, wewe si kapeta, wewe si kapeta. Ninatangaza mara nyingine ya kwamba wewe una mipango na Bwana. Bwana ana mipango na wewe. Mungu ana mipango na wewe. Huyo Mungu ana mipango na wewe. Hajamalishana na wewe. Hajamalishana na wewe. Hajamalishana na wewe. Hata watu wengine wakiona kwamba you are useless and nothing, let me tell you this, my Father, my God has good plans for your life, has good plans for you. Ana mipango mizuri na ndoa yako, ana mipango mizuri na maisha yako, ana mipango mizuri na kazi yako, ana mipango mizuri na
biashara yako, wale watu ambao wananifuatilia, wale watu ambao wananiona, wale watu ambao wanasikia, mikono iende juu, waseme ni mimi hapa. Haleluya. Mungu akamjia Hajiri akamwambia, it is not yet over. Anamwambia mimi ni Mungu, anamwambia mimi ni Mungu wa wale wote waliachwa, anamwambia mimi ni Mungu wa wale wote ambao hawana msaada, anamwambia mimi ni Mungu wa wale wote ambao walitumiwa vibaya wakavukisha wengine, walikuwa njia kwa wengine. Mimi nimetuma nikwambie, kuna Mungu anataka kukuregeshea. Mwaka haujaisha, leo ni tarehe 2. Hiyo neema yoregeshe shuke kwa anga yako, hiyo neema yoregeshe shuke kwa anga yako, hiyo neema yoregeshe kukute kwa anga, hiyo neema yoregeshe yete kwa anga yako, yale ambayo wengine hawajayaona. Kama vile Sara hajaona maji yakipasuka jangwani, kama vile Abrahamu hajaona maji yakipasuka jangwani, lakini macho yaliyopasuliwa ni macho yaliyofunguliwa yalikuwa ya Hajiri peke yake. Ni yeye peke yake aliona kisima jangwani. Ninakuombea mwanangu kwa jina la Yesu, yaani wewe Mungu akufanyia muujiza ambao hapo kwenu pote tangu wazaliwe hawajaona muujiza kama huo. Ninatangaza kwa upako Roho Mtakatifu ya kwamba Mungu wangu akufungue macho uone the opportunity ambayo wengine wote they have never seen it before. Shekakaya relaboshele makata. Thank you Holy Spirit of the Lord. Kuna mtu atafunguliwa macho na kuna jambo litatendeka sibure ambalo watu wengine hawajaweza experience. Kuzaliwa kwao mpaka sasa, hapo kwa familia kuna kitu hakijaonekana na mtu tangu wazaliwe, tangu hiyo boma ianze, tangu hiyo familia ianze. Kuna jambo ambalo halijawahi funuliwa. Mungu amekuwa Mungu wa kuficha mambo, maana anangojea mtu wake wa sawa, na huyo mtu ambaye ni wa sawa ni wewe. Nasema huyo mtu ambaye ni wa sawa ni wewe. Nasema tena huyo mtu ambaye alikuwa akisubiriwa apitie magumu lakini mbele aje aone mteremko ni wewe. Yule mtu ambaye amechaguliwa apitie mambo ya aibu, apitie mambo ya kuchekwa, apitie mambo ya kuvunjwa moyo, mambo ya kudharauliwa, lakini pale mbele Bwana amemwandalia kisima. Nasema pale mbele Bwana amemwandalia kisima, katikati ya jangwa kisima, katikati ya jangwa kisima. Yani kuna miujiza mingine wapendwa, ikitendeka itakusanya mamilioni ya watu, hata madui watakuja bila kuitwa. Yani muujiza mmoja unatosha ya Mungu akufanyie kampeni. Na mimi ninakuombea katikati ya mabaya na magumu unayopitia, let my Father, let the God who created you arise for you, arise for you. Hallelujah, hallelujah. Wacha kulia Hajiri, maana umezaa firstborn. Unakupaswa kule mateso na firstborn, maana mafirstborn ni wafunguaji wa lango. Lango linashikwa, linaburutwa, ni zito lakini linaburutwa. Watchman anapata shida, anashika lango pande moja, yeye watu wanataka kuingia, kazi yake ni kufungua tu na kufunga, yeye haingii wala hatoki. Na hivyo ndivyo mafirstborn walivyo. Lakini kwa sababu ya hii ninasema baraka zote zinazopitia kwa lango hilo, hata wewe utakuwa mhusika. Hautafungua lango bure, hata vitu wadogo waingie, hautafungua lango bure. Hata walio nyuma yako wafanikiwe, kabla walio nyuma kufanikiwa, mimi niliofungulia mlango lazima nifanikiwe. Nasema lazima nifanikiwe. Mimi ambaye nimefungua lango lazima nifanikiwe, na mimi ambaye ndiye nimebeba the glory of the family lazima ning'are. Mimi ambaye am the star of the family lazima ning'are mbele yao, lazima ning'are mbele yao, lazima ning'are mbele yao, lazima ning'are mbele yao. Ninatangaza mageti kipa, tutalinda sao, tutalinda zetu. Hakuna kitu kitaibwa kwa familia. Sema siwezi nikalindia watu nikakosa kulinda yangu. As the firstborn, the gatekeeper, lazima nilinde yangu. Maandiko inanambia kwamba Mungu akamwambia Hajiri, mwambie Ishmaeli ambaye ameachwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Are you ready? Uko tayari kwa kupata roho ambayo hata Isaka
Hakuambiwa nitakufanya taifa kubwa. Isaka ni mwana tu wa ahadi, lakini habari ya Ishmaeli anaambiwa I will make you a great nation. Look higher babo. Great nation. Eka mikono yako kwa kichwa chako. Tunataka kumpata roho. Hii roho. Tangaza mara 7 ya kwamba Mungu nifanye kuwa taifa kubwa kama ulivyoahidi. Mara ya kwanza, sauti yako yote. Sauti yako yote. Mara ya kwanza, sauti yako yote. Mara ya pili, mwambie Mungu nifanye kuwa taifa kubwa. Mungu nifanye kuwa taifa kubwa. Mungu nifanye kuwa taifa kubwa. Mimi ni mzaliwa wa kwanza. Mimi ni mzaliwa wa kwanza. Mimi ni mzaliwa wa kwanza. Nifanye kuwa taifa kubwa. Nifanye kuwa taifa kubwa. Nifanye kuwa taifa kubwa. Nifanye kuwa taifa kubwa. Endelea kwa kadri ya nguvu zako, kwa kadri ya uwezo wako. Endelea. Betimayo alipasha sauti. Endelea. Sauti endelee. Roho inakuja. Roho inakuja. Ishmaeli alilia. Ishmaeli alilia. Hajiri alilia mtoto. Mungu akufanya taifa kubwa. Endelea mama. Hilo ni ombi lako. Pana kuchoka. Kilio cha jangwani lazima kisikike leo. Kilio cha nyikani lazima kimfikie Jehova. Endelea Ishmaelia. Endelea mwanangu. Hata kama uko katikati ya mabaya, hata kama uko katikati ya magumu, usivunjike moyo, endelea. Ishmaeli hakuvunjika moyo. Katikati ya jangwa alilia. Mahali hakuna maji alilia. Mamaka alilia. Kumbe masaa mengine kilio ni kizuri. Kinatrati Mungu. Masaa mengine kilio ni kizuri. Masaa mengine mateso ni mazuri. Masaa mengine kudhihakiwa ni kuzuri. Masaa mengine kulaumiwa ni kuzuri. Masaa mengine kuchekwa ni kuzuri. Kumbe kuna tatrati Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba naye Mungu akasikia kilio. Kama hangetritiwa vibaya hangelia. Naye Mungu hangeweza kuja. Mama zangu lieni, wazee endeleeni kulia. Mahali ambako hakukosawalia, maana ni kikombe cha kukunywa. Lakini Bwana wa mabwana, kumbe anangojea sauti yako. Huyu Bwana wa mabwana anangojea sauti yako. Ishmaeli endelea. Ishmaeli endelea. Usivunjike moyo, endelea. Ishmaeli endelea. Nasema Ishmaeli endelea. Bwana anasikia kilio. Na anaposikia kilio, maandiko nasema ya kwamba yeye akatoboa kisima katikati ya jangwa. Katikati ya jangwa. Mwaka unaisha. Leo ikiwa ni tarehe 2, na tabiri ya moto hapa chini ya Roho Mtakatifu ya kwamba mambo yako yale ambayo hujayaona kwa macho bado utayaona. Utayaona bila kabla mwaka kuisha. Mungu akuonyeshe. Mungu akuonyeshe mambo makubwa. Mungu akuonyeshe mambo ya ajabu. Yani jangwani kukaona maji. Mungu akuonyeshe mambo ya kizaha, mambo ya miujiza. Yani jangwani kukawa na maji. Yani jangwani kutoboke kisima. Haya ni mambo ya ajabu. Haya ni mambo ya miujiza. Haya ni mambo ya ishara. Nami ninatangaza ishara na maajabu na miujiza siwe sehemu yako. Vile tunaanza tarehe 2, unapomaliza Disemba, uishi moto wa miujiza, uishi moto wa ishara, uishi moto wa maajabu. Rakatayada ikeboko la bashanda laba ikekebaya shadababoli makaya mashaka. Kuna moto hapa ambaye Mungu amemwandalia revival hii ya kwamba anapitia mambo hata watu hawamwelewi, lakini Bwana wa mabwana ana mipango mizuri, lakini Bwana wa mabwana ana mawazo mazuri. Anatobolea moto kishima hapa. Receive the grace. Sheketa. Yesu kwetu ni rafiki. Ambiwa haja pia. Ukiomba kwa Baba, maombi usikia. Yesu kwetu ni rafiki. Ambiwa chapia.
ukiomba kwa Baba, maombi yasikia. Yesu ni rafiki yetu, hata wakati wengine wote wametufungia milango, hata wakati wengine wote wamekutupa maana huna maana. Kuna wakati uliwasaidia wakavuka na wamekusahau. Jipe moyo. Hajiri alitupa jangwani, ilikuwa ni mipango ya Mungu hawa watu wakukataa. Mambo mengine wende huyaelewi, lakini huwa imepangwa. Ijaribu mioyo ya wale watu unaishi nao kama watachoka nawe kwa hali yako mbaya. Rafiki yangu ni wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana hu sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana hu sehemu yangu, rafiki yangu wewe. Haleluya. Katika safari yangu tatembea na wewe. Niongoze safari mbele uishukue, malango nipa mbinguni, niingie na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe. Shimaili kutema shaka sawa sawa na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe. Haya ni kutema shaka sawa sawa na wewe. Niongoze safari mbele uishukue, malango nipa mbinguni, niingie na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea. Hajiri amefika mahali haoni mtu. Bosi aliyemtumikia miaka mingi na kisha kaja akamtumia vibaya akamwacha. Shimaili amezoea kuona baba anaona mchanga na mawe. Maji mekatika, pombe cha matungi ya maji. Bwana uniongoze katika safari. Sijui kule mbele naenda kuna nini. Sijui kule mbele ninaenda kuna nini. Wazaliwa wa kwanza wanapitia mabaya. Mtoto amezaliwa hajakuja mwenyewe, ni wazazi walifanya coordination. Sara na bwana yake na Hajiri walifanya coordination ya mtoto Ishmaeli kuzaliwa, lakini anakuja anakataliwa, anaambiwa aende apotee. Oh Jesus, oh Jesus.
kuwa taifa kubwa. Nikadai hiyo neema, nikadai hiyo kibali, nikadai hiyo nguvu, nikadai hiyo roho. Manadamu akadai, maana ni ahadi ya Bwana kwa mafirstborn walioachwa, ni ahadi ya Mungu kwa wazaliwa wote wa kwanza ambao wametupwa, hawaonekani kitu. Mungu anawaahidi ya kwamba atawafanya great nation, atawafanya taifa kubwa, atawafanya taifa kubwa, atawafanya taifa kubwa. Ni ahadi yako Baba juu ya maisha yangu, ni ahadi yako Mungu juu ya maisha yangu, ni ahadi yako Yesu juu ya maisha yangu. Mimi mzaliwa wa kwanza by birth, mimi mzaliwa wa kwanza kibiashara, mimi mzaliwa wa kwanza kihuduma, mimi mzaliwa wa kwanza kipesha, mimi mzaliwa wa kwanza kindoa, mimi mzaliwa wa kwanza kimaisha. Ninaomba Baba ahadi yako ya kwamba utanifanya kuwa taifa kubwa itimie sahihi, itimie sasa. Hiyo roho inijie, hiyo roho iniangukie, hiyo roho iniangukie. Watu wanaomba, watu wanaomba, watu wanadai vilivyo vyao, watu wanadai haki yao. Kama wazaliwa wa kwanza hatutaachwa nyuma, kama wazaliwa wa kwanza hatutaachwa nyuma, kama wazaliwa wa kwanza tumejua haki yetu, tumejua haki yetu. Hatutakaa tukilia, hatutakaa tukingojea tukihurumiwa na wanadamu. Lazima tutalilia Mungu, tutamulilia Bwana Yesu, tutamulilia Mungu aliyetuma katikati ya jangwa, atatengeneza njia katikati ya jangwa, atatoboa maji. Na hii Disemba ni siku yetu, ni mwezi wetu wa kutobolewa kishima. Hii Disemba ni mwezi wetu wa kutobolewa kishima. Ninatangaza hii Disemba ni mwezi wetu mafirstborn katika nyumba hii, na wale wanatutazama tutatobolewa vishima. Hii Disemba ni mwezi wetu wa kutobolewa vishima. Natangaza hii Disemba ni mwezi wetu, hii Disemba ni mwezi wetu wa kutobolewa vishima. Haijalishi tumepitia mambo gani, haijalishi tumedharauliwa, haijalishi wadogo wetu wamefanikiwa kutoliko, haijalishi wamepata mbele kutoliko. Ninatangaza Mungu hajatusahau, ninatangaza ya kwamba Mungu hajatusahau, ninatangaza huyu Mungu hajasahau wazaliwa wa kwanza, hajasahau wazaliwa wa kwanza, hajasahau wazaliwa wa kwanza. Kuna neema inawafuata, kuna neema itawafuata wazaliwa wa kwanza. Mwezi wa Disemba hamujasaulika, mwezi wa Disemba hamujasaulika. Kuna baraka zinakuja, kuna neema inakuja, kuna kibali kinakuja, kuna roho ya Mungu inakuja, kuna kufurahishwa kunakuja, kuna amani inakuja, kuna kupumzishwa kunakuja. Yakataka ya babo bele babosha yeke makala babosha. My Father and my God, hii mwezi wa Disemba kuna wazaliwa wa kwanza watabeba jojo, wazaliwa wa kwanza watafurahishwa, wazaliwa wa kwanza wataregeshewa, wazaliwa wa kwanza wataregeshewa, watainuliwa, wazaliwa wa kwanza watafanikiwa, watapanuliwa. Mungu yuko nanyi, wazaliwa wa kwanza, Mungu wako nanyi. Kuna neema ambayo Bwana aliipanga, aliweka tayari. Kuna nguvu ambayo huyo Mungu aliipanga akaiweka tayari kwa sababu ya wazaliwa wa kwanza. Kuna roho ya faraja, kuna roho ya faraja, kuna roho ya faraja kwa wazaliwa wa kwanza. Kuna roho ya faraja, kuna roho ya faraja, kuna roho ya faraja. Yesu anaenda kwa fariji, Mungu anaenda kwa fariji. Kuna roho ya kukumbuka kwa wazaliwa wa kwanza, kuna roho ya kukumbuka, kuna roho ya kukumbuka. Mwezi wa Disemba kuna roho ya kukumbuka, kuna roho ya kukumbuka, kuna roho ya kukumbuka. Wale ambao mmesaulika, wale ambao mmesaulika, ninanena na wale ambao mmesaulika. Mungu anaenda kuwakumbuka leo na hii maisha. Unakumbuka, 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 unakumbuka. Mwezi wa Disemba kwenu utakuwa ni mwezi wa kufuta machozi. Mafirstborn utafuta machozi, utafuta machozi baada ya kilio cha miezi mingi, baada ya kilio cha masaa mengi. Wazaliwa wa kwanza wanaenda kufuta machozi, wazaliwa wa kwanza wanaenda kufuta machozi, wazaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza. Ninatangaza tena mwezi wa 12 kwa wazaliwa wa kwanza ni mwezi wao wa kuondolewa mahali kwa machozi, mwezi wao kuondolewa mahali kwa kulia. Watahamishwa, maana yake ni kwamba mtapata
promotion, utapata promotion. Wazaliwa wa kwanza mwezi wa Disemba ni huu, utapokea promotion. Mwezi wa Disemba ni huu, utahamishwa mahali mlipo to another level, to another place, by the grace of the Lord, 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 by the grace of the Lord. Mwezi wa Disemba kwa wazaliwa wa kwanza kuna neema, 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 kuna neema. Ni mwezi wenu wa muujiza katika jina la Yesu. Oh Jesus. Inamisha uso wako mbele za Bwana. Penda niombe. Tumefika tamati ya ibada yetu. Kesho ni climax. Tutakuwa na anointing service kwa wazaliwa wote wa kwanza. Usiwahi kosa. Baba, katika jina la Yesu, na kurejeshea utukufu na sifa zote na heshima na adama, utawala na nguvu zako, uliyetufunulia siri hizi na mambo haya magumu katika siku hizi. Tumekaa hapa na tumeanza ujumbe usiku wa Jumapili. Jana tulikaa hapa, leo ni Jumanne tuko hapa, na kesho inapofika kwa rehema zako tukamilishe ibada ya wazaliwa wa kwanza kwa njia ya mafuta, kuweka muhuri na alama wazaliwa wote wa kwanza kwa area zote za maisha yao, na tumbele roho na neema ya wazaliwa wa kwanza Mungu aliyoiandaa na kuyumba ipate access kwa maisha yetu, nasi maisha yetu yabadilike kabisa, yasiwe kama vile tunaishi leo. Mafuta haya yatakemea Yakobo anayefuatana na birthright zetu, anayekuja kwa ujanja kila usiku na mchana kutafuta mafanikio, akili na maarifa, na ile neema na roho na kibali na nyota uliyoweka katika wazaliwa wa kwanza. Itakuwa hivyo kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Pokea sifa na heshima. Masaa imefika Mungu, tunaomba nafasi tukutolea sadaka zinazoonyesha ushirika wako nasi, vile ambavyo unatutetea na kutupigania katika swala hili na kuturejeshea utukufu na kibali na neema na nguvu na uweza na nafasi yetu kama wazaliwa wa kwanza. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Pokea sifa, kimbele na heshima, maana unastahili. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba na kuamini. Amen. Leo nyumbani naweza mkatuma sadaka zenu kupitia paybill unayoiona hapo kwa TV yako, kwa simu yako, paybill 522533. Account number is 87438. Shiriki katika ibada hii. Najua umetufuatilia ukiwa nyumbani na umebarikiwa. Mungu awabariki sana, awatendee mema.